Na naweza elezea hii. The Lord is saying, Bwana anasema, number one, jambo la kwanza, that when this dispensation, when I'm going around announcing it, ya kwamba majira haya ninapoenda kote kote ulimwenguni nikitangaza, having seen it, nikisha iona, that means it will come to pass. kumaanisha kwamba itakuja kutimia. I gave the example of the little baby with the feet here. Nilipeana mfano mtoto mdogo na mguu hapa. I'm sure you listened from abroad. Most of you tune in. Ninahakikisha kwamba mlisikiza kutoka nchi za ngambo. Wengi wenu usikiliza. When I said one leg is healed, but this other leg, this other leg, this leg, this other leg, I kept saying this other leg. Nilisema mguu mmoja umeponywa, lakini huu mguu mwingine, niliendelea tu kusema huu mguu mwingine, until that baby showed up here. hadi huyo mtoto akajitokeza hapa. And so the Lord is using that to warn you. Na hivyo Bwana anatumia hiyo kuwaonya, That in the same way, ya kwamba jinsi hiyo this rapture and the taking away of the church, which he has seen, will come to pass. ya kwamba huu nyakuzi na kuchukua kwa kanisa ambayo nabii wa Mungu ameona itatendeka. And he's saying Na anasema that when that time comes, ya kwamba wakati huo utakapowadia, only the wise church ni kanisa tu lenye will hekima be taken up litachukuliwa into the glorious kingdom eternal of God. katika ufalme wa utukufu wa Mungu wa milele. But he's saying Na anasema that however, ya kwamba hata hivyo, when you dig deeper unapoingia katika to vilindi try to understand kujaribu kuelewa what is this wisdom, hii hekima ni nini, then he says basi anasema that behold, kwamba tazama, it is the fear of God ni kumcha Mungu, that is wisdom. hiyo ni hekima. Temor de Señor, temor de Dios, de Dios, temor de Señor, the fear of God, the fear of the Lord. Kumcha Mungu, hofu ya Mungu. And he's saying Na anasema that in other words, kwamba kwa maneno mengine, run to Nakuru, kimbia Nakuru, to Kaptembwa ground, katika uwanja wa Kaptembwa, and stand there na usimame pale at the bridge, katika ngazi, Daraja, katika daraja, the bridge between 2 years. katika daraja kati ya miaka miwili. And when they are crossing to 2015, Na wanapovuka kwenda mwaka 2015, announce to them uwatangazie that because time is over, ya kwamba kwa sababu wakati umekwisha, this becomes the year huu unafanyika mwaka for pursuing ya kufuatilia the fear of God hofu ya Mungu in the church, katika kanisa, pursuing wisdom, kutafuta hekima which he says is the fear of God. ambayo anasema ni hofu ya Mungu, kumcha Mungu. If you ask me, Ikiwa utaniuliza this year, man of God, mwaka huu nabii wa Mungu, what do you see? What do you want? unaona nini? Unahitaji What does the nini? Lord want? Bwana anahitaji nini? It is right there. Iko papo hapo. He says, now, Anasema sasa, let us, if we have squandered 2014 ikiwa tumemaliza mwaka 2014 and we survived the knife narrowly, na tuliepuka kisu kwa ufupi, tulipona kisu, tuliponea kisu, we survived the rapture hitting us like that, tuliponea unyakuzi kutugonga namna hiyo, and we are given another chance, na tumepewa na fursa nyingine, and we are standing at the bridge, na tumesimama kwenye daraja crossing over in 2015. tukivuka kwenda mwaka 2015. I would tell you Nitakwambia that this is the year kwamba huu ndio mwaka for wisdom in the church, ya hekima kwa kanisa, that everybody ya kwamba kila mtu may now pursue wisdom. sasa akafuatilia hekima. For me, Kwa sababu kwangu mimi I have seen the rapture of the church. nimeuona unyakuzi wa I kanisa, have seen the type of church he took. na nimeona aina ya kanisa analoichukua. So in other words, Kwa hivyo kwa maneno mengine, it is okay for us to have this conversation. ni vyema kwetu sisi kuwa na haya majadiliano. What is the Lord saying? Je, Bwana anasema He's nini? essentially saying Kimsingi anasema that this is the hour ya kwamba hili ndilo saa in which the church ambalo kwalo kanisa must now begin to seriously address lazima sasa kanisa lianze kushughulikia kwa kumaanisha high eternity, umilele wake, the earth, ulimwengu and therein na mle ndani will pass away. pita. Now, Sasa Isaiah saw Isaia aliona the same rapture of the dead. unyakuzi huo wa wafu. I'm not reading it. Sisomi, I'm going to summarize. ninaenda kutia katika muhtasari. When Isaiah saw the same vision, Wakati Isaia aliona maono hayo, you see Isaiah
watu wangu wale tu. Daniel sees them here. Danieli anaona hapa But at that time, ya kwamba kwa wakati huo your people, watu wako, everyone whose name will be found written in the book. kila mmoja ambaye jina lake itapatikana limeandikwa kwenye kitabu. But Isaiah, when he sees, Lakini Isaya anapoona he said, go, comma, anasema enenda koma, my people, comma, watu wangu koma, and enter your room. na mkaingia katika vyumba vyenu. And he says, Anasema and shut the doors behind you. kisha fungeni milango nyuma yenu. Isaiah 26 verse 19 and 21. Isaya 26:19 hadi 21. We are not reading Hatusomi because of time. kwa sababu ya muda. So Isaiah, Kwa hivyo Isaya when he sees the same vision the Lord showed me, anapoona maono hayo ya Bwana akanionyesha, then Isaiah now sees this. kisha Isaya sasa anaona hii, He sees my people church, anaona kanisa la watu wangu, the beloved church. kanisa lililopendwa, The Lord said, my people. ambalo Bwana anasema watu wangu. And if you want to know what my people is, Na ikiwa unataka kujua watu wangu ni nini, you go to 2 Corinthians chapter 6, unaenda katika Wakorintho wa pili sura ya 6 verses 14 to 18. mstari wa 14 hadi He 18. says, what fellowship is there between darkness and light? Anasema ni kuna ushirika gani kati ya giza na nuru? What does a believer have in common with an unbeliever? Muumini ana nini cha pamoja na asiamini? Here he says Unasikia akisema that darkness ya kwamba giza plus light pamoja na nuru is always equal kila wakati inatoshana na to darkness. giza. And he said, my people church Na anasema kanisa la watu wangu is a church that cannot combine light with darkness. ni kanisa ambalo haliwezi kuungamanisha giza na nuru. If Kenya was looking for a message, and I know you are in your living room watching now, Na ikiwa Kenya ilikuwa inatafuta ujumbe, na najua mko masebuleni mwenu mnatazama sasa hivi, now nobody can lie to you. sasa hakuna mtu The atawadanganya. truth has come to your houses, Ukweli umekuja katika manyumba yenu, in your living room. katika masebuleni mwenu, And this truth says na ukweli unasema that the church that enters heaven ya kwamba kanisa linaloingia mbinguni can never mix haliwezi katu kuchanganya light plus darkness. nuru pamoja na giza. Yeah, Ndio that must be addressed this year. hiyo lazima ishughulikiwe mwaka huu, Meaning, kumaanisha we must start removing the darkness from the church, lazima tuanze kuondoa giza toka kwa kanisa, removing darkness from your Christian salvation, kuondoa giza kutoka kwa wokovu wako wa Kikristo, removing darkness from your hearts. kuondoa giza toka kwa mioyo yenu. We must remove darkness this year. Lazima tuondoe giza mwaka huu. I'm glad you came and listened to this. Nafurahia ulikuja na kusikiza hii. Listen to this. Sikiza haya. Then, Kisha he sees, Isaiah sees this vision. Isaya anaona haya maono, Then he goes further and sees kisha naenda mbali na kuona that my people church hilo kanisa la watu wangu entering some room in heaven. wakiingia katika vyumba fulani mbinguni. And if you go to John chapter 14, Na ikiwa utaenda katika Yohana 14 verses 1 to 3, mstari wa kwanza hadi wa 3, let not your hearts be troubled. mioyo yenu na isifadhaike, Trust in God, trust also in me. na pia mnitumainie mimi. He said, I go to the Father's house Nasema naenda katika nyumba ya to babangu prepare a place for you. kuandalieni What mahali. he says, Alafu in anasema my Father's house, katika nyumba ya there babangu are many rooms. vyumba vingi. Isaiah sees the room. Isaya anaona chumba, He now sees, sasa anaona he sees the beloved rapture church anaona kanisa la unyakuzi lilopendwa entering the rooms that Jesus went to prepare. likiingia katika vyumba ambavyo Yesu alienda kuandaa. But there is a problem here. Lakini kuna shida hapa. Isaiah also sees, Isaya pia he anaona, says, go my people, anasema nendeni watu wangu, enter your rooms ingieni vyumbani mwenu, and shut the door kisha fungeni milango behind you nyuma yenu for a little while. kwa muda kidogo. Isaiah sees Isaya anaona two dispensations. majira mara mbili. Isaiah sees Isaya anaona the dispensation of open heaven. majira ya mbingu zilizo wazi. If you read further on, Ikiwa utasoma kuendelea zaidi, Isaiah 26 verse 19 to 21, Isaya 26 mstari wa 19 hadi 21, you hear him discussing the morning dew. unamsikia akizungumzia
kuhusu umande wa asubuhi. He discusses the latter anointing as morning dew. Anazungumzia upako nyakati za mwisho kama umande wa asubuhi. Some versions of the Bible call it the morning mist. Tafsiri zingine za Biblia inaita umande wa asubuhi. And Isaiah says, Na Isaia anasema that he sees the open heaven ya kwamba anaona mbingu zilizo wazi and he sees the outpour. na anaona mmiminiko. But then, Lakini when the church enters, wakati kanisa linaingia, when he also sees the closed heaven. anapoona pia mbingu zilizofungwa. Be careful. Jichunge. He also sees Pia anaona the gates of heaven was closed. milango ya mbinguni imefungwa. Meaning, Kumaanisha when the Lord showed me this vision, wakati Bwana ananionyesha haya maono, and then he tells me to come here. anaponiambia nije hapa. So he's saying, Kwa hivyo anasema you go there wewe nenda huko and stand before them na usimame mbele and zao announce to them na uwatangazie that you have seen ya kwamba the umeona rapture of the dead church. unyakuzi wa kanisa And waliokufa, tell them na uambie that means hiyo inamaanisha you are announcing unatangaza that this open heaven is all here ya today. kwamba mbingu hiyo iliyo wazi mlioona hapa, The open heaven mbingu iliyo wazi that is all here today ambayo mliiona hapa leo hii, is soon going to close. hivi karibuni inaenda kufungwa. Soon the heavens will close. Hivi karibuni mbingu zitafungwa. And I have seen Na nimeona the gnashing of teeth kusaga meno and rolling. na kujigaragaza. You know the Lord, the way He speaks to His servant, He makes you do that. Unajua He made me roll, gnashing my teeth and weeping. Unajua jinsi ambavyo Bwana anavyozungumza na mtumishi wake, anakusababisha uhisi hiyo, anisababisha niweze kujigaragaza na kusaga meno. In that way, I can give it to them as it is. Kwa jinsi hiyo ninaweza kuwapatia jinsi ilivyo. Listen, you see Isaiah saying Kwa hivyo unaona Isaya akisema that when you see, when this vision of the rapture is unveiled, ya kwamba wakati maono haya ya nyakuzi yamefunuliwa and it's about to happen, na iko karibu kutendeka, no doubt, hakuna shaka, no doubt, hakuna shaka, when you are there, ukiwa pale you must be living under open heaven. lazima uwe unaishi chini ya mbingu zilizo wazi. Then, Lakini basi be careful, jichunge, because very soon, kwa sababu hivi karibuni heaven is going to close. mbingu inaenda kufungika. Je, naweza elezea hii? The Lord is saying, Bwana anasema number one, jambo la kwanza that when this dispensation, when I'm going around announcing it, ya kwamba majira haya ninapoenda kote kote ulimwenguni nikiitangaza, having seen it, nikishaiona, that means it will come to pass. kumaanisha kwamba itakuja kutimia. I gave the example of the little baby with the feet here. Nilipeana mfano wa mtoto mdogo na mguu hapa. I'm sure you listened from abroad. Most of you tune in. Ninahakikisha kwamba mlisikiza kutoka nchi za ng'ambo. Wengi wenu husikiliza. When I said one leg is healed, but this other leg, this other leg, this leg, this other leg, I kept saying this other leg. Nilisema mguu mmoja umeponywa, lakini huu mguu mwingine, niliendelea tu kusema huu mguu mwingine Until that baby showed up here. hadi huyo mtoto akajitokeza hapa. And so the Lord is using that to warn you Na hivyo Bwana anatumia hiyo kuwaonya that in the same way, ya kwamba jinsi hiyo this rapture and the taking away of the church, which He has seen, will come to pass. ya kwamba huu unyakuzi The transformer
Fungueni mapito. Fungua mapito. Mungu ametembea. Wacha yeye atembee peke yake. Wacha yeye atembee peke yake. Wacha yeye usimguze. Wacha yeye. The other leg is like this. Let her tembea na yeye. Watch her. Mwana wangu uliniambia kuhusu huyu mtoto. You told me uliniambia that you were on the altar. Yes. Kwamba ulikuwa katika madhabahu. The young boy, the leg changed. And you said it's a boy. You said it's a boy, and the leg was like this. And the legs get healed there. Yes. On the grass. Yes. On the grass. I announced on radio. I say it live on radio. I say it live. I say there's not a miracle of creation. That the legs are like this. And I said one which was the right leg. Inanyoka. It is created. I said it. There is this particular young boy. Kuna huyu mvulana fulani, mvulana mdogo. He's a boy. Ni mvulana crippled. Kiwete. And then the Lord, as the servant of the Lord is brought into the stadium, and the servant of the Lord walks towards him. Na kisha wakati ambapo Bwana anamleta mtumishi wa Bwana katika uwanja, na kisha mtumishi wa Bwana anatembea kumuelekea huyu kijana. Then the Lord strengthens his crippled legs. Basi Bwana anaitia nguvu miguu yake iliyo kiwete. And is able to stand up. Na anaweza kusimama. I announced it on radio. And I said it's a boy. You said it's a boy twice. Now you have met the mighty prophet of the Lord. Now you have met the mighty prophet of the Lord. He says it many months. And then he announces live. And before the meeting ends, that child appears. Kutaka kupea Kibet mkono hivi. When I wanted to hold Kibet by the hand,
Kibet akaamuka peke yake. Kibet woke up by his own. Yes. Nilipoona Kibet ametembea, When I saw Kibet walking, nilitoroka. I ran away. Nilitoroka. I ran away. I heard that you ran away. Nilisikia kwamba ulitoroka. Handle this information here. You ran away. Nilipotoroka, When I ran away, Kibet anakimbia akinifuata. Kibet was also running, following me. And said, Run away. For a moment. akisema, He was saying, Mom, usiniachilia watu tena. don't leave to these people. Don't leave me to these people again. Yes. Yes. So that was the first time the boy was speaking. Yes. That was the first time that the baby was speaking. Oh yes, Yes. I Aliponifuata akisema, Mom, usiniachilia watu tena. When he was following me, he said, Mom, don't leave me to these people again. Nililia kwa moyo wangu nikisema, I cried in my heart and said, sitawahi rudi kuwa vile tena. I will never be again. I will never be the same again. Huyu Mungu wa nabii mkuu This God of the mighty prophet, nitafuata. I will follow him. Nitafuata. I will follow him. My Lord, you said this leg will turn. Yes. Now he's stepping right. I think it's turning, right? Sasa You inageuka. people, in the prophecy, I said the leg would turn, Katika would be unabii healed. sema- But now when I see here, it was from step. Look. From step. Tazama. If you check it, Ikichunguza. you will see the scar on this side. Up here. Utaona alama upande mwingine hapa juu. Now look at the leg. Tazama huu The God of Israel Mungu wa Israeli is very mighty. ni mkubwa sana. He has removed this baby from a bad place. So the Lord is using that to warn you Na hivyo Bwana anatumia hiyo kuwaonya that in the same way, ya kwamba jinsi hiyo this rapture and the taking away of the church which he has seen will come to pass. So the Lord is using that to warn you na hivyo Bwana anatumia hiyo kuwaonya that in the same way, ya kwamba jinsi hiyo this rapture and the taking away of the church which he has seen will come to pass. ya kwamba huu unyakuzi na kuchukua kwa kanisa ambayo nabii wa Mungu ameona itatendeka. Kwa hivyo tunaona Isaya akisema That when you see, when this vision of the rapture is unveiled, ya kwamba wakati maono haya ya unyakuzi yamefunuliwa it's about to happen. na iko karibu kutendeka, No doubt. hakuna shaka, No doubt. hakuna shaka. When you are there, Ukiwa pale you must be living under open heaven. lazima uwe unaishi chini ya mbingu zilizo wazi, Then, lakini basi be careful. jichunge, Because very soon, kwa sababu hivi karibuni heaven is going to pass. mbingu inaenda kufungika.